na kuinulia nafsi yangu, e Mungu wangu, nimekutumaini wewe nisiaibike. Adui zangu wasifurahi kwa kunishinda, naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Oratorio Kanosa Media. Leo tunaingia rasmi katika mwaka mpya wa kanisa, mwaka A, tukianza safari yetu kwa adhimisho la Dominika ya kwanza ya Majilio. Majilio ni kipindi cha neema na matumaini. Ni wakati maalumu wa kujiandaa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, aliyekuja katika unyenyekevu wa kibinadamu kule Bethlehem, anayekuja sasa katika maisha ya waamini kupitia neno, sakramenti na matukio ya kila siku, na atakayekuja tena katika utukufu kuwahukumu wazima na wafu. Katika Dominika hii Mama Kanisa anatualika kuamka kiroho. Tumeitwa kuamka kutoka usingizi wa mazoea, kutoka uzembe wa kiroho na kutoka maisha yasiyotupasa, hasa yanayotuharibia ukaribu na Mwenyezi Mungu. Majilio si kusubiri kimya kimya, ni kuanza upya, ni kujipanga upya, ni kusafisha mioyo, ni kutazama kwa matumaini ujio wa Mwokozi. Masomo ya leo yanatupa ujumbe wa kina. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5 linatangaza maono ya amani ya ulimwengu mpya, ambamo mataifa yote yatakuja kwa Bwana na silaha zitageuzwa kuwa vyombo vya amani. Katika somo la pili, Mtume Paulo akiwaandikia Warumi sura ya 13 aya 11 hadi ya 14 linatuita kuamka katika usingizi, kuacha matendo ya giza na kuishi katika mwanga wa Kristo. Hivyo katika kitabu cha Mwinjili Mathayo sura ya 24 aya 37 hadi 44 inatukumbusha kuwa ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo utakuwa ghafla. Hivyo tuwe waangalifu na macho daima, tusije tukashikwa bila maandalizi. Moyo wa Dominika hii ni matumaini, na ndiyo mshumaa wa kwanza wa Majilio. Yesu anakuja kuangaza giza la maisha yetu, kututia moyo, kutuasha tena penye tumaini lilipofifia na kutupa subira na imani. Leo tunapoanza kipindi hiki kitakatifu, tumwombe Bwana atupe neema ya kuwa macho, kutafuta amani, kuishi katika mwanga wa Kristo na kuanza mwaka huu mpya wa kiroho kwa moyo ulio wazi, ukimkaribisha Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Karibu tujumuike pamoja kusikiza tafakari hii mpaka mwisho wa kipindi hiki. Katika tafakari alitujia neno la Mungu, Dominika ya kwanza ya Majilio, mwaka A wa kanisa. Ni mwanzo wa mwaka mpya wa kanisa wa kiliturujia. Huu mwaka ni tofauti na mwaka mpya wa asili unaoanza Januari mosi na mwaka wa kiserikali unaoanza Julai mosi. Katika kalenda ya liturujia Mama Kanisa ametenga sehemu kuu 6 ambazo ni Majilio, Noeli, Kwaresma, Pasaka, Pentekoste na kipindi cha kawaida cha mwaka. Majilio kikiwa ni kipindi cha kujiandaa kwa ujio wa Kristo, siku ya kuzaliwa kwake mioyoni mwetu. Noeli kipindi cha kusherehekea kuzaliwa kwa Kristo upya katika mioyo yetu. Kwaresima kipindi cha kukubali kuteseka na kufa kuhusu dhambi. Pasaka kipindi cha kufufuka pamoja na Kristo katika upya wa maisha. Pentekoste kipindi cha kumpokea Roho Mtakatifu, mfariji na kiongozi wetu katika kweli na uzima, na kipindi cha kawaida cha mwaka kinatualika kuishi ndani ya Roho Mtakatifu, kujiwajibika, kuusimika ufalme wa Mungu na kumsubiri Kristo ajapo katika hukumu ya mwisho. Kumbe sehemu ya kwanza katika mwaka wa kiliturujia inaitwa kipindi cha Majilio. Neno Majilio lilivyotumika tangu zamani lina maana mbili. Kwanza, lilitumiwa na wapagani kumaanisha ujio wa miungu yao katika siku maalum, ambapo walionyesha sanamu za miungu yao ili kuzisujudia na kuziabudu ziwapatie baraka na fanaka. Pili, neno Majilio lilimaanisha muda wa maandalizi kwa ziara ya rasmi ya mfalme. Wakristo wa mwanzo walichukua maana hizo kumaanisha ujio wa Mungu wa kweli hapa duniani, ambaye amejifunua na kujidhihirisha kwetu
kwa nafsi ya Kristo mwanawe wa pekee, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na pili kumaanisha kipindi cha maandalizi ya ziara ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Kumbe majilio kwetu ni kipindi cha kuandaa mazingira ya kiroho ili kumpokea Yesu Kristo, Immanueli, Mungu pamoja nasi. Katika kipindi hiki mama kanisa anatualika tujitayarishe kumpokea mkombozi katika hali njema. Ndiyo maana katika sala ya koleta, padri kwa niaba ya jamii ya waamini anasali akisema: Mungu Mwenyezi, tunakuomba utujalie sisi watumishi wako neema hii ya kwamba Kristo atakapokuja tumlaki na matendo mema, atuweke kuume kwake, tustahili kupata ufalme wa mbinguni. Kipindi hiki cha majilio kinadumu majuma 4, nacho kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza huanza na Dominika ya kwanza ya majilio na huisha tarehe 16 Disemba. Katika sehemu hii mama kanisa katika liturujia sehemu hii, hasa masomo yake, anatuongoza kwenye ujio wa pili wa Kristo katika utukufu wake, kwamba Bwana atakuja tena siku ya mwisho, atawahukumu watu wote na kukamilisha wokovu. Sauti ile iliyowaonya Waisraeli hutuonya na sisi pia: itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Bwana yu karibu, atakuja kuliokoa na kulihukumu taifa lake. Inasikika tena na tena masikioni mwetu. Katika utangulizi wa wakati huu mama kanisa anasali na kusema: sasa tunangojea kwa hamu siku ile atakapokuja mara ya pili Kristo katika utukufu wake. Hivi liturujia sehemu hii ya kwanza yataka kutusaidia kumngoja kwa matumaini yenye furaha na hamu ya kurudi kwake Kristo siku ya mwisho. Hivyo yataka kututia nguvu tuishi maisha mema bila kuchoka. Sehemu ya pili huanza tarehe 17 hadi tarehe 24 Disemba. Masomo ya sehemu hii yanatuongoza kutafakari juu ya ujio wa kwanza wa Yesu Kristo. Liturujia na masomo yake ya sehemu hii yanatukumbusha siku zile Waisraeli walipokuwa wakimsubiri Mwokozi. Wakati huu kanisa linajifananisha na taifa la Mungu la Agano la Kale linalotarajia kwa hamu kubwa ujio wa mkombozi, likiangalia na kuyaona mateso na maumivu yote ya binadamu wasiokombolewa bado, lakini huishi pia kwa kujaa matumaini yenye furaha ya kumngoja mkombozi aliyeahidiwa na Mungu na ujio wake uliotangazwa na manabii tena na tena. Wakati huu ni wakati wa matayarisho ya sikukuu ya kuzaliwa kwake Kristo. Hamu ya wanadamu wote wa kupata wokovu imo ndani ya liturujia sehemu hii, hasa katika nyimbo zake za katikati tunapoimba na kuomba tukitumia maneno kama haya: hekima, mwana, kimea cha Yese, ufunguo wa Daudi, mawio, mfalme wa mataifa, Immanueli, uje kutuokoa. Kumbe katika Jumapili ya kwanza ya majilio tunaanza tafakari ya sehemu ya kwanza kama masomo yanavyotuongoza na kutuelekeza kuhusu habari za ujio wa pili wa Yesu Kristo katika utukufu. Lakini kabla ya kuzama katika tafakari ya masomo haya, ni vyema kuchukua tahadhari. Na tahadhari yenyewe ni hii: kuna uwezekano wa kufikiri na kudhani kuwa hakuna jipya katika kipindi hiki kama kipindi kilichopita cha mwaka wa kiliturujia. Tukumbuke kuwa kila adhimisho la tukio lolote la kiliturujia katika historia ya wokovu mwanadamu linapoadhimishwa katika nyakati zetu katika mzunguko wa mwaka wa kiliturujia wa kanisa, lina hali mbili. Hali ya kwanza ni kutukumbusha yaliyotokea katika historia ya wokovu wetu, na pili kuhuisha na kupyaisha maisha yetu ya kiroho katika kumfuata Kristo. Kumbe kila mwaka wa kiliturujia ni mpya na wa pekee, na hakuna mwaka wa kiliturujia unaofanana na mwingine, maana kila mwaka unapyaisha na kuhuisha maisha yetu ya kiroho, na hivyo kutuleta karibu zaidi na Kristo pamoja na Mungu. Daima tukumbuke kuwa matukio yote ya kiliturujia tunayoadhimisha vizuri ndani kabisa ndani ya roho zetu, zaidi ya kutukumbusha yaliyotokea zamani, yanafanya sehemu ya maisha yetu na kutufanya tuonje upendo wa Mungu katika mafumbo yanayoadhimishwa katika kila hatua ya maisha yetu hapa duniani tunapoelekea maisha ya milele huko mbinguni. Kumbe tusikianze kipindi hiki kwa mazoea kana kwamba hakuna jipya lolote, bali kwa moyo wa usikivu tufungue macho na masikio ya mioyo yetu tuweze kujichotea neema na baraka zitokanazo na kipindi hiki kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu na Mwokozi wa maisha yetu. Nabii Isaya mwana wa Aroni katika somo la kwanza, Isaya sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 5, anatabiri kwamba wakati wa Masia mataifa yote watamwelekea Mungu, naye atawapa amani, heri na baraka. Nabii Isaya anatabiri ambayo yangetokea katika Israeli kwa kuja kwake Yesu Kristo. Anasema, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara, na mataifa mengi watakwenda na kusema, njoni twende juu mlimani kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake. Ukweli kadiri ya utabiri huu utadhihirika katika ujio wa pili wa Masiha wa Yesu Kristo Bwana wetu. Kristo amekwisha kuja kwa mara ya kwanza na ameweka imara mlima wa nyumba ya Bwana,
yaani kanisa lake, na akatuingiza sisi katika mlima huu. Kwa sababu hiyo mwandishi wa barua kwa Waebrania anasema, lakini ninyi mmefika katika mlima Sioni, kwenye mji wa Mungu. Waebrania sura ya 12 aya 22. Katika kuhusubiri ujio wa pili wa Yesu Kristo, hatupaswi kuwa katika hali ya huzuni, hali ya majonzi, hali ya vita, bali tuwe katika mazingira ya amani na utulivu. Hali hii ya amani itajengwa na watu wanaomtafuta Mungu, wanaomwendea ili awafundishe njia zake, ili wapate kutembea katika mapito yake Mungu mwenyewe. Watu hao wanaofundishwa njia zake, wanaopokea neno lake na sheria zake, watakuwa na uwezo wa kutofautisha kati ya jambo zuri na jambo baya. Wakishatambua ubaya uletao na mambo maovu, watu hawa watazibadili zana za vita kuwa zana za uzalishaji mali. Panga zitafuliwa na kuwa majembe, na mikuki iliyotumika katika vita itageuzwa kuwa miundu. Hivyo hakutakuwa na vita kati ya mtu na mtu au kati ya taifa na taifa. Hili ni dokezo juu ya ulimwengu mpya, ulimwengu ujao. Amani hiyo ya dunia, amani kwa wote, ni tunda la haki litokano na kuishi neno la Mungu. Katika somo la pili la waraka wake kwa Warumi sura ya 13 ya 11 hadi ya 14, Mtume Paulo anatuambia kuwa mwanga uliotabiriwa na nabii Isaya umefika. Mwanga huu ni Yesu Kristo. Katika ubatizo tumeupata mwanga huo kwa mara ya kwanza kwa imani yetu. Tunakutana tena na tena na mwanga huu, yaani Yesu Kristo, katika maisha ya uzima wa milele baada ya kifo, na huko kutakuwa na amani ya milele aliyoitabiri nabii Isaya katika somo la kwanza. Ili tuweze kuifikia hii amani ya milele, Mtume Paulo anatuasa tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Tuenende kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali tumvae Kristo Yesu, wala tusiuangalie mwili hata kuwashwa na tamaa zake. Katika Injili ya Mathayo sura ya 24 aya 37 hadi 44, tunakumbushwa kuwa Kristo atafika tena kutimiliza nyakati zote na kutuhukumu. Tutambue kuwa hapa duniani tu wasafiri, safari yetu ni ya kuelekea mbinguni. Kwa kuwa hatujui lini tutakapoiacha dunia hii na mambo yake yote, wala siku wala saa hakuna ijuaye, basi tuwe tayari wakati wote. Yesu anatuambia tuweni macho na tukeshe kwa kutoa mifano mitatu. Mfano wa kwanza ni wa nyakati za Nuhu. Nyakati hizo kulikuwa na makundi mawili ya watu. Kundi la kwanza ni la wale waliokuwa wamezama katika kujishughulisha na mambo ya dunia, kula, kunywa, kuona, kuolewa, wakamsahau Mungu na amri zake, hatimaye wakaangamizwa na gharika. Kundi la pili ni la watu waliokesha na kumsikiliza Mungu. Hao ndio waliookoka na gharika. Mfano wa pili unahusu shughuli za kila siku za mwanadamu, kazi za shamba na kazi za kusaga nafaka. Nao pia katika shughuli hizi za kila siku hawana budi kukesha. Mfano wa tatu ni mfano wa mwivi ambaye hatangazi muda aendapo kufanya uhalifu. Mifano hii mitatu aliyoitoa Yesu inatualika tuwe tayari muda wote, tuwe watu wa kukesha, kwani hatujui saa ya kifo chetu. Ni kweli hakuna juaye atakufa lini. Kila mtu akifa anahukumiwa peke yake pale pale kulingana na Bwana alivyomkuta wakati huo. Kwa hiyo tusitwaliwe na mkumbo tukisema kila mtu ndivyo anavyofanya. Watu wengi hufanya hivyo. Hata kama kifo cha wengi ni harusi, lakini kila mmoja atahukumiwa peke yake. Kristo anasema mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Hivyo kuna muhimu wa kila mara kuwa tayari. Tusilale usingizi. Usiku umekwisha na mchana umekaribia. Tusiahirishe maandalizi na kujidhihirisha kuwa tutajipatanisha na Mungu wakati ukikaribia. Hatujui utakufa lini. Kama una ugomvi na ndugu yako au jirani yako, afadhali kumaliza mapema. Kama upokee sakramenti kwa sababu ya vizuizi, vitoe mapema. Usiseme baadaye kidogo, maana hiyo baadaye haijui siku ya kifo. Kama kuna kitu ambacho kinakufanya utengane na Mungu, basi kirekebishe. Kama una tabia fulani isiyo nzuri, afadhali kuiacha mapema. Kama upokee kitubio, afadhali uanze mapema. Wala usiseme mimi ni kijana, nikifikia uzeeni nitajipatanisha na kanisa na kushughulikia mambo ya imani, maana huna kibali cha kufikia uzeeni. Usisubiri wamwite padri ukiwa kufani, wakati katika uzima wako hukujali sakramenti, kwani hakuna mkataba wa kuwa utaugua na hautakufa kwa ajali. Yesu anasema, angalieni, kesheni, ombeni, maana hamjui Bwana atakuja lini. Na hilo ni waambialo ninyi, na waambia wote, kesheni. Kumbe basi tunapaswa kuangalia vizuri mwenendo wetu wa maisha hapa duniani katika kipindi hiki cha Majilio. Tujiweke daima tayari kumpokea Emanueli, Mungu pamoja nasi, siku ya Noeli.
Lakini tukumbuke kuwa maisha yote ya Mkristo ni kipindi cha majilio, yaani mwendelezo wa kumsubiri Kristo hata atakapokuja tena katika kutuita kwa njia ya kifo, tukaishi maisha yote milele mbinguni, kama padri anavyohitimisha kwa sala baada ya komunyo akisema: Bwana, tunakuomba mafumbo haya tuliyoadhimisha yatufae sisi tunaotembea katika malimwengu, nawe utufundishe kupenda mambo ya mbinguni na kuzingatia ya milele. Nawatakia mwanzo mwema wa mwaka mpya wa kiliturujia na majilio mema. Tujiandae vyema kiroho ili Kristo aje azaliwe ndani ya mioyo yetu na kutuisha katika maisha ya kiroho kwa kutuweka karibu zaidi na Mungu Baba yetu. Tumsifu Yesu Kristo.